Ndugu zangu wapendwa vijana, tupo katika kipindi cha Majilio. Tujitayarisha kwa ajili ya sherehe sikukuu inayokuja ya Noeli, sherehe ya umwilisho, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu kufanyika mwanadamu. Na masomo ambayo tumesikia yanatuelekeza huko. Somo la kwanza, Nabii Yeremia anatoa utabiri wa ujio wa yule ambaye utawala wake utakuwa ni wa haki. Nabii Yeremia alikuwa nabii ambaye aliteseka sana katika kipindi chake, kwa sababu enzi zake wale viongozi wa watu waliwatelekeza watu wao, yaani hawakuwaongoza ipasavyo. Ni kama kondoo ambao hawana mchungaji, kondoo wanatawanyika, wanahangaika huko na kule. Ni hivyo hivyo wale viongozi ambao walipaswa kuongoza watu vizuri, wafalme na kadhalika, hakuna walichofanya, na watu wakawa na mahangaiko. Na Yeremia aliteseka sana kwa sababu alikuwa anawakemea hawa viongozi, kwa sababu walishindwa kutekeleza vyema wajibu wao. Na tumesikia akisema leo kwamba siku itakuja ambapo watamchipushia Daudi chipukizi, ambalo ufalme wake utakuwa ni wa haki, atatawala kwa hekima. Na utabiri huu kwa kweli unakuwa na nguvu tunapolinganisha na ujio wa Kristo, kwamba Kristo ndiye ambaye anayekuja ili afanye watu waishi vizuri, afanye watu wakae katika himaya ya haki, watu wasihangaike, watu wasiishi kama kondoo ambao hawana mchungaji. Kwa hiyo nabii Yeremia alitabiri huo ujio wa Kristo ambao kwa kweli sasa watu wataweza tena kukaa kwa amani. Maana utawala wa Kristo ni utawala wa haki, ni utawala wa amani, utawala wa mapendo. Na utawala wa Kristo basi hauna mwisho. Ndugu zangu, tunajiandaa kwa sikukuu hiyo ya ujio wa Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Na kanisa kipindi hiki chote cha Majilio limekuwa likitusisitizia kujitayarisha kwa ujio wa huyo Mwokozi. Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Kristo alikuja mara ya kwanza miaka 2000 na kila mwaka tunakumbuka ujio wake, tunakumbuka ile fumbo la umwilisho, yaani kuzaliwa katika mioyo yetu. Na kipindi hiki cha Majilio tuliambiwa kwamba tusawazishe mabonde, milima, ili kusudi Kristo aje katika mioyo yetu. Ni kama vile barabara ikiwa na mashimo, ikiwa na visiki, ikiwa siyo na mawe, watu hawezi kupita, hata magari hawezi kupita. Sasa katika mioyo yetu tuone kitu cha namna hiyo, kwamba kuna vizuizi ambavyo vyaweza kumzuia Kristo asije katika mioyo yetu. Na kanisa limetoa hizo wiki kadhaa kujitayarisha. Siku ndo zinamalizika. Na kila mtu ajiulize, je, hiki kipindi ambacho tulipewa cha matayarisho, je, kweli tumejitayarisha ipasavyo? Kwamba Kristo azaliwe katika moyo wako. Maana kama kuna kizuizi,
na Kristo hawezi kuzaliwa katika moyo wako, siku yenyewe hata kama utakuwa umevaa vizuri namna gani, huwezi kufurahia huwezi kupata furaha ile ambayo ni furaha halisi. Itakuwa ni furaha ya nje tu, lakini ndani mwako kuna kitu ambacho kinakuuma kwa sababu mambo hayako safi. Hizi siku chache zilizobakia, kwa wale ambao bado kuna nafasi ya kufanya hivyo, tujitahidi kufanya hivyo. Vijana wapendwa, tujiweke safi, Kristo aweze kuzaliwa katika mioyo yetu. Na katika Injili tumemsikia huyu Yosefu alivyo mtu mwenye haki. Yosefu alikuwa na mchumba wake huyu Maria, na tunaambiwa kwamba kabla ya kukaribiana anagundua kwamba mwenzake ni mjamzito. Yosefu akaamua kwamba huyu nitamwacha kimya kimya, kwa sababu nikisema kwamba mchumba wangu ni mjamzito na mimi si mhusika, huyu atapigwa mawe. Basi huyu Yosefu katika kutafakari hayo, ndio tunaambiwa kwamba malaika alimwambia kwamba asihofu kumchukua Maria, na ujauzito alionao ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, na atakayezaliwa ni mwana wa Mungu pamoja nasi. Ndugu zangu, tuone Yosefu alivyokuwa mnyenyekevu na alipopokea ule ujumbe kutoka kwa malaika, kwamba alikubali kile ambacho aliambiwa na malaika. Kama vile pia Bikira Maria alishakuwa na mpango yake, lakini malaika alimjia na kumwambia kwamba atapata mimba. Wote hawa wawili wanakubaliana na mipango ya Mungu. Ndugu zangu vijana, Yosefu anaja kutufundisha katika maisha yetu. Umri wenu, ndugu wapendwa vijana, ni ule umri ambao unakuta sasa watu wana mpango sasa, labda wa kufanya nini, wanatafuta marafiki ili baadaye waweze kuanza maisha ya ndoa. Na pengine mtu anapata rafiki, halafu baada ya muda fulani inatokea kutokuelewana, na baadaye urafiki umeishiria hapo. Sasa mmoja anaamua kufanya kitu tofauti na alichofanya Yosefu. Yosefu yeye alikuwa tunaambia kwamba ni mwenye haki. Yeye ni kukaa kimya baada ya kugundua mwenzake ni mjamzito. Ndio hivyo kwa amepanga. Sasa ulimwengu wa sasa hivi vijana wanavyofarakana ni kuchafuana katika mitandao. Mtu alikuwa na rafiki yake, wameachana kwa sababu moja au nyingine, sasa ataanza kumchafua mwenzake kadiri inavyowezekana katika mitandao. Yosefu anatufundisha kuwa mwenye haki, kukaa kimya. Ndio kama ameshapanga kukaa kimya. Sasa tuige mfano wa Yosefu. Watu mmefarakana kwa sababu moja au nyingine. Kwa nini kumchafulia mwingine maisha yake baadaye? Kwa nini? Kumsema vibaya mbele ya watu? Hiyo haifai. Ndugu zangu vijana, umri wenu huu sasa ndio umri ambao una changamoto kushinda watu wengine, kushinda watu walio katika umri mwingine, walio watoto au watu walio wazee. Umri huu sasa ni umri ambao una changamoto nyingi sana, nyingi kabisa. Kuna ambao wangependa kusoma, hawana uwezo wa kusoma, watu labda kuwalipia ada. Kuna ambao wanasoma, masomo yanakuwa magumu. Kuna ambao wanataka kuwa sasa labda na wachumba, lakini hajui afanye nini.
kuna umati wa labda kama ni mvulana, kuna umati wa wasichana. Sasa ni yupi ambaye ananifaa? Ni yupi kati ya umati anayenifaa? Au binti anatafuta mchumba mvulana. Sasa ni yupi kati ya hawa ambao ninaowaona? Kwa hiyo umri huu ni umri ambao una mahangaiko mengi sana, mengi kabisa. Halafu pia ni umri ambao wengine wamemaliza labda shule, wamemaliza shule wakiwa na matazamio kwamba baada ya shule kazi na naanza kufurahia maisha. Anamaliza shule, kazi hamna, kazi hamna, na anazunguka barabara karibu zote za mjini, anatafuta kazi, anatafuta kazi. Atabeba bahasha yake ambayo ina vyeti vyake, atazunguka, bahasha inachakaa, anachukua bahasha nyingine, anazunguka, bahasha inachakaa, anachukua bahasha nyingine, anazunguka, kazi hamna. Na kazi kweli hakuna, kwa sababu kama mlivyo kundi kubwa namna hii hapa, karibu kila mwaka wako kundi la namna hii wanaomaliza vyuo. Tanzania hii ina vyuo vikuu vingapi? Vingi tu, na ni maelfu wanamalizia kila mwaka, ni maelfu wanamalizia kila mwaka. Kwa hiyo wazi haiwezekani wote wakaajiriwa, haiwezekani. Maelfu kwa wengi na si rahisi. Kwa hiyo kijana anakuwa katika changamoto hiyo kwamba nasoma, namaliza shule, lakini kazi iko wapi? Changamoto ni kubwa sana kwa ninyi vijana. Na ni vizuri mtu anaposoma, anapokuwa katika chuo, asome akiwa katika mtazamo kwamba nitamaliza chuo, ile elimu ambayo nilipata nitaitumia kujiajiri, nitaitumia kujiajiri. Lakini usipokuwa na mtazamo huu kwamba namaliza chuo, kazi zipo, utatembea mitaani na bahasha yako, nenda rudi, miaka inapita, na baadaye kazi upati, unakuwa frustrated kabisa. Kwa hiyo walioko kwenye vyuo, ni vizuri ukawa na wazo hilo kwamba nasomea kitu fulani, lakini nikimaliza chuo, kwa kweli uwezekano mkubwa upo kwamba lazima nitafute namna ya kujiajiri mimi mwenyewe. Usipokuwa na mtazamo huo, utapata shida sana hapo baadaye. Kwa hiyo vijana, na walikeni mnapoendelea na masomo yenu, muwe na mtazamo huo kwamba nikimaliza nitafute namna ya kujiajiri. Ndugu zangu wapendwa, umri huu wa kwenu vijana ndio ule umri ambao una changamoto nyingi sana za kimaadili. Changamoto nyingi za kimaadili ndio upo katika umri huu. Haupo katika changamoto hizo hazipo kwa watoto wala kwa watu wazima wakubwa, yani watu miaka sijui 40, 50, 60 kuendelea. Katika changamoto hizi zipo katika umri wenu. Changamoto za kimaadili zipo kwenu ninyi vijana. Na mambo mengi ambayo yanayotokea tunayosikia katika vyombo vya habari, ambayo kimaadili hayapendezi sana, basi ni katika umri huu. Ni watu wa umri huu wengi wao ndio watendaji wa hayo. Na ndio maana ni vyema ninyi vijana mkamwogopa Mungu. Mkamwogopa Mungu, ukaishi vizuri, kampendeza Mungu. Basi masiana ni vizuri, mkaishi vizuri kumpendeza Mungu na jamii.
umri huu wa vijana ndio changamoto hizo za kimaadili. Wengine labda katika frustrations za maisha, wengine unakuta anaingia labda katika hata madawa ya kulevya. Mtu anatafuta kazi labda anatafuta fedha kirahisi rahisi, kwa hiyo anajiingiza huko. Na kijana akishajiingiza katika mambo ya madawa ya kulevya, basi huyu ameharibika moja kwa moja, hana faida yote tena katika jamii, moja kwa moja ameharibika. Kwa sababu uzoefu unaonyesha katika jamii, watu wote ambao wameingia katika hayo huko mtaani wanaonekana akili hazimo tena vizuri, hawana faida yote katika jamii. Kijana ukitaka kuharibikiwa na maisha, jiingize huko, lakini sisi tusingependa vijana wetu waharibikiwe katika kimaadili. Usikubali kuingia humo. Usikubali kabisa kuingia humo, hata kama ni pesa sijui ya namna gani. Pesa haitakusaidia chochote wakati ambapo maisha yako yanakuwa haina faida tena. Ukiwa na pesa na akili haiko sawa, pesa hii haikusaidii chochote. Haikusaidii chochote. Kwa hiyo ulimwengu wenu vijana kwa kweli ni ulimwengu ambao una changamoto nyingi sana. Wengine unakuta labda kwa vioni wana maisha ni magumu kwa kweli, maisha ni magumu. Pengine wanaowalipia ada, wanaopatia pocket money ni watu wa kawaida, yani uwezo ni kidogo. Uwezo ni kidogo. Na maisha ni magumu, vitu vimepanda bei na kadhalika. Kwa hiyo mtu anaona namna gani aweze kuendelea na maisha vizuri. Au mwingine anaweza kuwa na tamaa kuwa na vitu vikubwa vikubwa. Na hivyo kuna ule mwelekeo wa kutafuta hao ambao watakusaidia. Watakusaidia. Kwa hiyo vya namna hiyo vipo. Na ambao sasa wa namna hiyo unakuta kwamba wanakuharibia maisha yako. Wanakuharibia maisha yako. Katika kukubali ufadhili wa namna hiyo, katika kutafuta ufadhili wa namna hiyo, kama wewe ni binti, mwishowe maisha yanakuharibikia. Maisha yanakuharibikia. Na wengine katika urafiki huo, kwa upande wa mabinti nakuta wengine labda wanapata hata ujauzito. Na baadaye kwa sababu ni kitu ambacho hawakuwa wamepanga. Hawakuwa wamepanga kabisa. Sasa kwa sababu hawakuwa wamepanga, basi ndio hiyo inatokea swala la kwamba tuondokane na huo ujauzito. Mambo haya yapo katika ulimwengu wa vijana. Haya yapo katika ulimwengu huu wa vijana. Ndio maana nikasema kwamba kwa kweli ulimwengu wa vijana ni ulimwengu ambao una changamoto za ajabu. Na hasa changamoto za maadili. Ziko nyingi kabisa. Vijana wanapita katika wimbi ambalo kwa kweli ni gumu. Na ambalo kwa kweli kama haupo karibu na Mungu, utasombwa na hali hiyo na mwisho maisha yako hayatakuwa mazuri. Kwa hiyo vijana wapendwa, tujitahidi kuishi maisha yale ya kimaadili ambayo yanayompendeza Mungu. Jitahidi kuwa kijana. Sawa, maisha ni magumu, lakini ishi maisha ambayo yanampendeza Mungu katika hali hiyo ya ugumu. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Na jamii inapokuona unaishi maisha haya ambayo ni mazuri, jamii inafurahi. Kuliko jamii kuwa na ulimwengu wa vijana ambao wengi wameharibikiwa. Kwa hiyo vijana wapendwa, tujitahidi. Tujitahidi. Na hizi changamoto ziko nyingi tu ambazo zinawasubiria. Na mtu anataka labda kuoa, anataka kuoa, lakini ni nani sasa? Wengine watafuta wachumba katika mtandao.
Utafuta uchumba katika mtandao, si kwenye Facebook, si wapi. Na unapopata mtu katika mtandao, rafiki katika mtandao, hujui maisha yake yalikuwaje, hujui maisha yake. Utapata mtu katika mtandao, matokeo yake unajikuta kwamba umeingizwa katika biashara haramu ya binadamu. Biashara haramu ya binadamu. Unaingizwa katika biashara haramu ya binadamu. Katika hiyo kutafuta marafiki katika mtandao. Utapata mtu na baadaye unafanya nini? Kumbe unapelekwa wapi huko, unaenda kuwa mtumwa. Na afadhali ubakizwe na uhai wako. Utapelekwa huko, utaondolewa viungo vyote, mwisho wako. Ni mwisho wako. Na wengine katika kutafuta ajira wanatokea watu ambao wanaodanganya. Kuna mashirika fulani, agencies fulani hivi ambao wanaosema kuna ajira sijui wapi Uarabuni, kuna kazi sehemu fulani. Wanajaribu kurubuni vijana na hata kutumia njia ambayo si halali kusafirisha vijana, kuwapeleka sehemu hizo wanazosema kwamba kwenda kupata kazi. Na wanaokwenda huko hizo sehemu wanaokwenda kutafuta kazi huko majuu si wapi na nini, unafika huko unanyang'anywa nini, unanyang'anywa passport yako si na nini. Haya, unaanza kufanyizwa kazi, unakuwa mtumwa. Na wengine kama ni mabinti wanaingizwa katika katika madanguro si vitu gani, na kusadikishwa kwamba biashara hiyo ni halali, na kusadikishwa kwamba ni kitu halali, au kusadikishwa kwamba ni ajira halali. Hapana, vijana tuwe makini sana. Dunia sasa hivi kwa kweli imeharibika. Tuwe makini kabisa. Dunia sasa hivi imeharibika. Kwa hizi changamoto ambazo tunakutana nazo, wapendwa wa vijana, tusipambane nazo kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Hapana. Tumwalike Mwenyezi Mungu katika mahangaiko yetu. Tumwalike. Tuwe karibu naye. Kwa sababu hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Hakuna. Ni kumuomba kwa karibu na Mungu. Naomba uwe karibu nami katika mahangaiko yangu haya. Yeye ambaye niweza yote atakuongoza na utapita salama katika hizi changamoto. Basi vijana, mimi ninawaomba tujitahidi. Tuishi, tuonyeshe, tuwe mashujaa, tuonyeshe ujana wetu ujana ambao umeiva kimaadili. Ujana ambao umeiva kimaadili. Na watu wakiona maisha yetu mazuri wanamsifu Mungu. Hivyo nawaalika wapendwa, licha hizi changamoto basi tusikate tamaa, tuendelee kumtumainia Mungu. Tumtumainie Mungu katika mahangaiko yetu tafadhali. Tusikate tamaa, tuwe karibu na Mungu. Changamoto hizi tutapita salama. Basi naotakia kila jema katika mahangaiko yenu, na kuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu katika haya mahangaiko yenu. Mwenyezi Mungu awaongoze. Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Mweze kuishi vizuri, mweze kuipendeza jamii ambapo mnakuwepo, na mweze kuwa na maisha ambayo ni ya furaha na ya amani. Tumsifu Yesu Kristo.